wale tulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni muweza wa yote. Ametufikisha wakati mwingine ili tupate kulisifu jina la kwake, ili tupate kumuinua kwa kuwa ni yeye ako na sisi. Toka hapo, sio uwezo wa kitu, sio uwezo wa mwanadamu, sio uwezo wa kitu chochote, ila ni kwa uwezo wa Mungu wetu Yesu Kristo anayetawala siku zote. Ningependa tushirikiane kwa moja, tupate kuomba ili tuende kwa nafasi hiyo nyingine. Mungu mwaminifu, ni wewe unaweza siku zote na ni wewe unatawala. Ni wewe wa kuniinua, ni wewe wa kuniwezesha Jehova. Ni wewe uliyenitoa mavumbini Jehova na kunifikisha mahali ambapo nimefika Dadi. Ni wewe wa huruma nyingi, ni wewe wa upendo mwingi Jehova ndani ya kwangu na ndani Jehova ya wasikilizaji na watazamaji popote pale walipo. Ni wewe Ebeneza, ni wewe wa kuabudiwa na ni wewe wa kupewa sifa Jehova. Utukufu Jehova ni wako Dadi. Neema ni yako Jehova uliyotupa Jehova. Tunainuka kwa uwezo wako Jehova. Tunatawala kwa neema ya kwako Dadi. Ni jioni nyingine tumekuja kulisikia neno lako. Ebeneza, naomba ukashuke Jehova, utawale mahala hapa Jehova, na popote pale walipo Dadi watumishi wako Ebeneza. Unaweza siku zote na unatawala siku zote. Katuinua, katupe nguvu Jehova, katuwezeshe popote pale tulipo na popote pale tutaenenda Dadi, kwa kuwa uwezo na nguvu na mamlaka ni vyako siku zote, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen Yesu. Leo tunapata somo la kwetu kutoka kitabu cha Isaya 43, mstari wa kwake ni ule wa pili. 43, Isaya 43, mstari wa kwake ni ule wa pili. Upitapo katika maji mengi nitakuwa upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakukarikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuugusa. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakukarikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hutakuugusa. Ni Yesu anatawala siku zote na ni Yesu analinda. Ni Yesu tumaini letu na ni Yesu nuru yetu, na anatawala siku zote popote pale ulipo mpendwa. Mungu anasema upitapo katika maji mengi hautazama kwake, upitapo katika moto hautateketea. Mungu ni muweza wa yote na anatawala siku zote na anainua siku zote. Upitapo katika mito hautaenda na hiyo mito. Usiangalie kile ambacho vile ambavyo adui wamekufukusha. Usiangalie vile ambavyo adui wamekukimbisha. Mtasamie Bwana Yesu naye atapata kukutazama. Muite Bwana Yesu naye atapata kutenda jambo katika maisha ya kwako. Usione wakitaka kukutupa moto. Achana na wao wakutupe kwa huo moto wanataka kukutupa. Lakini na kuhakikishia ya kwamba Sadaka na Meshaki na Abednego walikuweko, na ni ndugu zako wewe unayeliita jina la Bwana Yesu. Ni ndugu zako wewe unayelitaja jina la Bwana Yesu. Wakatupwa kwa moto na moto ukaongezwa ukawa mara 7. Mungu ni mwaminifu na ni muweza wa yote. Walipotupwa katikati ya ule moto hawakuteketea wala hawakunuka mwali wa huo moto. Mungu ni muweza wa yote na anatawala siku zote popote pale ulipo. Wamekutupa kwa moto, tengemea Bwana Yesu apate kukutoa kwa huo moto. Muite Bwana Yesu kwa nguvu zote ulizo nazo na yapate kukutoa kwa huo moto wamekutupa. Mungu ni muweza wa yote. Mahali ambapo wamekuweka, iwe ni katika tundu la simba, Mungu ni muweza wa yote. Asubuhi na mapema hao simba watakudhuru, bali watakuita asubuhi na mapema, nao utaitika, kwa kuwa utukufu ni wake peke yake. Anaweza siku zote na anatawala siku zote. Walipomsukua yule Lutu wakaenda naye. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Akapatikana kijana mmoja wa kupeleka habari kwa mtumishi wake.
wake Bwana. Mungu ni muweza wa yote. Yule kijana alipompelekea Abrahamu ile habari, Abrahamu akapea vijana wa kwake silaha ili wapate kwenda kumuokoa Lutu ndugu yake. Mungu ni muweza wa yote. Anatumana msaada wa leo, anatumana msaada kwako leo, anatumana msaada kwa huduma ya kwako leo, analeta msaada, anatuma yule ambaye yuko karibu na wewe. Mungu ni muweza wa yote na anaweza siku zote. Bwana ni Mungu aliye karibu nasi. Mungu ni Mungu aliye karibu nasi. Amekwisha kutupa kijana wa kwake, amekwisha kutoa mtoto wa kwake Yesu Kristo ili asulubiwe, ili tupate kuwa karibu naye. Ukimuita saa hii anaitika, ukimtaya saa hii anapata kukusikiliza. Ni Mungu mwaminifu, anasuka kwa wakati wa kwake. Ni Yesu anatawala siku zote. Yule Abrahamu akawapa vijana waliosaliwa kwake silaha ili wapate kwenda kumuokoa Lutu. Wakapika, wakalala mahali pale, wakatokelezea wale adui, na walipowatokelezea, Mungu ni muweza wa yote, akawatia wote mikononi mwa Abrahamu. Ni yeye anatawala siku zote. Ni simba wa kabila la Yuda. Ni yeye ni mpasua bahari, yeye ni mtuliza wa bahari, yeye ni mtuliza wa upepo. Yeye anatawala siku zote. Popote pale alienda alipata kutenda mema. Leo unarejeshewa mali yako, leo unarejeshewa huduma ya kwako, leo unarejeshewa maombi ya kwako, leo unarejeshewa nyimbo za kwako. Muweza wa yote anaweza siku zote. Anarejesha kile ambacho wamekunyang'anya, kile ambacho adui amekunyang'anya. Mungu ni mwaminifu, anarejesha katika upendo wa kwake. Anaweza siku zote na anatawala siku zote. Ni yeye peke yake wa kuinuliwa, ni yeye peke yake wa kupewa sifa. Utukufu ni wake milele yote. Anaweza siku zote na anatawala siku zote. Akaenda akakutana na yule mwanamke akiwa amefika mwisho, akiwa anaokota kuni pale. Muweza wa yote, kwa kuwa anaweza siku zote. Akaomba maji kana kwamba ni masikini, akaomba maji ya kunywa kana kwamba ni masikini. Kisha akamwambia yule mwanamke, na kisha unipikie mkate ili nipate kula. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Yule mwanamke akamwambia, kile ambacho nimebakisha ni cha kukula mimi pamoja na mtoto wako wangu, kisha tupate kufa. Mungu ni muweza wa yote. Angalia kufa kwako, hawezi akatazama kufa kwa kwako. Muweza wa yote, anaweza siku zote. Yule mitume wa kwake akamwambia, enda ufike ulete, kwa kuwa hautakufa, mbali Mungu anasema ataongeza hiyo unga. Mungu ni muweza wa yote na anatawala siku zote. Yule mwanamke akaenda akafika mkate, kisha akamletea Elijah. Elijah akamwambia, nenda upike tena. Akamwambia unga imeisha. Mungu ni muweza wa yote. Elisa akamwambia, nenda ukapike. Muweza wa yote, anaweza siku zote. Yule mama aliporejea kwenda utazama kile chombo ambacho kilikuwa na unga, akakuta kimejaa. Anaweza siku zote. Ni Mungu wa kujaza huruma za kwake, ni Mungu wa kujaza vyakula, ni Mungu wa kujaza utukufu wa kwake, ni Mungu wa kujaza, ni Mungu wa kuona pale ambapo umefika mwisho. Hata acha adui akuangamishe, hata acha adui wakuinamishe, hata acha adui wakapata nafasi katika moyo wako, hata acha adui wakapata kumuua Esta pamoja na ukoo wa kwake, bali atamuokoa, na kisa amani atatundikwa kwa ule mti aliojenga yeye mwenyewe, alioweka yeye mwenyewe. Anaweza siku zote na anatawala siku zote, analinda siku zote. Yeye peke yake ni yeye asiyeshindwa. Popote pale alipo kuna afya, popote pale alipo watu wanapata kuamka kwa vitanda. Mungu ni muweza wa yote. Na wale watu wakafika kwa ile kikao ambacho alikuwa anafundisha. Muweza wa yote Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda. Na walipofika wakiwa wanambeba mgonjwa wao akiwa kwa kitanda, wakambeba pamoja na kitanda cha kwake. Muweza wa yote, anatawala siku zote. Ni yeye kimbilio letu, ni yeye tumaini la kwetu. Anaweza siku zote. Walipofika wakaona hakuna nafasi ya kumwingisha ili wampitisha kwa Bwana Yesu. Muweza wa yote, anaweza siku zote. Wakamchukua yule mtu wakamtupa juu ya dari, kisha akapata kuanguka mbele ya Bwana Yesu. Naye Bwana Yesu akaangalia, akaona ile imani, na uwepo wa Bwana ulikuwepo mahali pale ili apate kuponya, na uwepo wa Bwana ulikuwa mahali pale ili apate kusulukulikia yule mtu na apate kutembea. Kana uwepo wa Bwana, kana na nguvu za Bwana, kana uwezo wa Bwana, kana uponyaji wa Bwana, kana nguvu za Bwana, kana uwezo wa Bwana katika familia ya kwako, kana utukufu wa Bwana katika huduma ya kwako, kana utukufu wa Bwana katika njia za kwako, kana utukufu wa Bwana kwa moyo wako. Kimbilia
Angalia neno la Bwana ili upate kuwa msafi. Na yule mtu akawekwa pale, akasema kwa imani ya kwako apata uponyaji. Anaweza siku zote. Wote waliokubeba mweza wa yote, waambie wakuweke chini upate uponyaji kwa Bwana Yesu. Wote wanaokubeba waambie wakuweke chini ili upate uponyaji kwa Bwana Yesu. Wote wanaokubeba kwa sababu ya fedha, wote wanaokusakulikia kwa sababu ya kitu, kisha ukawa mnyonge kwao, kisha ukawa mtu anayenuka kwao, mtu usiye na maana, mtu usiyeonekana. Mweza wa yote Yesu Kristo amekuja na habari njema, amekuja na habari njema, analeta habari njema. Anasema ya kwamba wakuweke chini kisha upate kupewa utajiri wa kwako, upate kutembea, upate kupewa nyumba ya kwako, upate kutembea, upate kupewa vitu vinavyohitajika kwako, upate kutembea. Ni Mungu asiyeshindwa na lolote, ni Mungu asiyeshindwa na lolote. Ila jambo ambalo limo humu duniani ni yeye aliyeliweka. Kila neno ni yeye aliyeliweka humu duniani, na anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Popote pale mpendo ulipo, neema ya Bwana inakufunikia, neema ya Bwana ikupate, neema ya Bwana ikupe usindi. Mungu mtakatifu anaweza siku zote, anapasua bahari. Ni yeye tu Bwana Yesu wa kuambia Musa apate kuangalia ule mti haukata majani, kisa apate kuweka kwa yale maji ili vijana wa kwake wapate kunywa maji, wasione kiu. Mungu ukiona njaa ananyesha mana, ukiona tamaa ya nyama ananyesha, anatumana kwa upepo, upepo unaleta nyama. Mweza wa yote anaweza siku zote. Akiona mtasindua katika njia, anapata kutenda miujiza. Samaki wawili wanapata kuliwa, samaki wawili na mikate mitano, watu 5,000 wanatosha na inabakia. Anaweza siku zote na anatawala siku zote na anadumu milele yote. Ni yeye asiyeshindwa, ni yeye akianzisha hataenda kuomba msaada kwa mwanadamu. Ni yeye akianzisha, mweza wa yote anapata kukamilisha pasipo hofu yoyote ile ambayo inaweza ikasumbua. Wewe uliyenyang'anywa kila kitu, wewe uliyenyang'anywa na Shetani kila kitu ambacho ulikuwa unategemea, nimekuja na habari njema leo nikwambie ya kwamba ukimrejelea Bwana Yesu, haijalishi ni nini hicho walikudanganya, atarejesha mara ya pili, atarejesha mara pili, atarejesha kitu na kingine, atarejesha utukufu na mwingine, atarejesha nguvu na zingine, atarejesha hiyo kampuni yako, atarejesha hiyo silaha kwako, atarejesha silaha maombi ndani ya kwako, atarejesha mamlaka uliyonyang'anywa, atarejesha kile ambacho wanadamu wanakutisha nacho. Mwitishe Bwana Yesu ili apate kukupa kile ambacho mwanadamu wanaringa kwa sababu wako nacho, anakuringia kana kwamba ni yeye alikuumba. Nimekuja na habari njema nikwambie hivi, wewe muangalie tu huyo mtu, kisha umpe Bwana Yesu huyo mtu, muambie ya kwamba asikaye akikunyanyasha. Mungu muweza wa yote anasema chochote mtakachofunga hapa duniani na kule mbinguni kitafungwa, na kila ambacho mtafungua hapa duniani na hata kule mbinguni itafunguliwa. Muweza wa yote anaweza siku zote. Ni yeye Bwana, simba wa kabila la Yuda. Tumekuja kufunga Shetani, tumwambia atatenda katika familia zetu, tumwambia hatanyang'anya watoto wetu, hatandanganya watoto wa kwetu, hatandanganya waume wa kwetu, hatandanganya wake wa kwetu, hatandanganya familia za kwetu. Hiyo inatosha. Mwambie Shetani hiyo inatosha. Nasema mpinge Shetani naye atatoroka. Mkaribie Bwana kisa naye apate kukaribia. Karibia kwake Yesu, karibia kwa utukufu wa Bwana, karibia kwa neema ya Bwana, karibia kwa uwezo wa Bwana, upate mamlaka yaliyo hapa, upate mamlaka yasiyoweza kuisha, upate utajiri usioweza kuondoshwa na kitu chochote. Usumi wa dunia ukipanda, usumi wa Bwana Yesu unashuka. Mweza wa yote anaweza siku zote na anatawala siku zote, analinda siku zote. Peke yake ni yeye asiyeshindwa, peke yake ni yeye asiyeshindwa, anaanzisha napata kukamilisha. Ni Mungu mweza wa yote na anaweza siku zote. Yeye aliyewatoa wale mitume gerezani, ndiye tunayemnena nguvu za kwake, ndiye tunayenena uwezo wa kwake. Yeye aliyetumia nabii Elijah kama akawaambia wale watumishi wa mfalme, akawaambia kama mimi ni mtu wa Mungu na moto ushuke toka juu mbinguni uwateketeshe. Akateketeza kundi la kwanza, akateketeza kundi
kundi la pili. Kundi la tatu likaja likainama, Mungu akamwambia toka na hao wote watakao mwinamia Mungu hawatapatwa na kile ambacho kinapata dunia. Wote wanaomuita Bwana Yesu, wote watakao msujudia Bwana Yesu hawatapatwa na kile ambacho kinapowapata watu wa dunia. Ni Mungu muweza wa yote, na anatawala siku zote, na analinda siku zote, na anatakasa siku zote, na anainua siku zote. Sauli akaenda kumtafuta Daudi, na alipoenda kumtafuta Daudi, muweza wa yote akakuta Daudi ya kwamba akaambiwa ya kwamba Daudi yako katika mji fulani akiomba. Muweza wa yote naye Samueli walikuwa wamekusanyika na Daudi wakiabudu na kuomba. Anaweza siku zote, tumaini letu anaweza, simba wa kabila anaweza. Na wakiwa katika kuabudu na kuomba, Sauli akatuma kundi la kwanza likaenda likafika kule, lilipokuta vile ambavyo kunaabudiwa, nao likaanza kuabudu. Leo tunageuza maadui, leo tunageuza msafara ya adui, leo tunageuza misafara ya kwenda kukuua. Leo tunageuza yule msafara, kila kundi ambalo limetumwa katika familia ya kwako, katika mali za kwako, katika huduma ya kwako, ipate kuisha. Mungu ni muweza wa yote, leo anapata kubadilisha hiyo msafara na hiyo vikundi vyote vya kukupeleka mahali pabaya. Akatuma kundi la pili. Muweza wa yote anaweza siku zote, na lilipofika mahali pale ambapo kunaabudiwa, likageuka likaanza kuabudu. Nasema Yesu anaweza siku zote, nasema Mungu anaweza hata kumbadili Shetani anayekuja kukupata kukuangamisha, apate kukupa kila ambacho alikuwa anakuja kukuvamia naso. Ni wewe Mungu mwaminifu, na ni Mungu muweza wa yote ni Mungu mtakatifu, na anatawala siku zote. Akatuma kundi lingine, muweza wa yote akalibadilisha, akaligeuza. Kisa Sauli mwenyewe akaya ili apate kujua ya kwamba anatuma watu wanaenda wapi. Kisha alipokuja mwenyewe, ambia huyo Shetani akuye mwenyewe, asiendelee kutumana. Ambia huyo Shetani akuye peke yake, asiendelee kutuma watu wake, kwa kuwa tumekwisha kuwafilishisha, kwa kuwa tumekwisha kuwafilishisha na kuwaua. Wamwambia akuye yeye mwenyewe, muite akuye yeye mwenyewe. Mungu ni muweza wa yote, aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wote walio duniani. Aliye ndani ya kwangu ni mkuu kuliko wote walio duniani, na anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza. Sauli alipofika mwenyewe, roho ya Bwana ikashuka ikambadilisha, kisha akatoa nguo akaanza kuabudu. Ni Mungu muweza wa yote, na anatawala siku zote. Hata kuabudu tu, atatoa hata mavazi ya kwake ili apate kuonekana akiwa na aibu. Yeyote aliyekuja ili apate kushusha aibu ya kwako, ili aibu ya kwako ipate kuonekana. Na takasa katika jina la Bwana Yesu, na achilie nguvu za Bwana Yesu, na achilie uwezo wa Bwana Yesu. Bwana Yesu achilie nguvu za kwake, apate kubadilisha misafara yote inayo kuenda kukumalisha. Abandilishe kauli yote ambayo Shetani amekufangia, ipate kubadilika katika la Yesu Kristo. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo, anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Ni yeye peke yake, na analinda. Ni yeye anatutawala, ni yeye anatutoa kutoka hapa kutupeleka hatua kwenda hatua nyingine. Yeye anatutoa mavumbini, anapata kutuinua tule pamoja na wafalme. Anapata kutupa neema ya kwake ili tupate kuinuka, tupate kung'aa, kwa kuwa utukufu wa kwako umekwisha kutufikiria. Na mataifa Gisha imekwisha kuwafikiria, gisha imekwisha kufikiria mataifa, lakini wewe gisha iwezi kukufikiria pale ambapo kuko na nuru, pale ambapo kuko na mwangaza. Hakuna gisha ambalo linaweza likapatikana mahali pale, na Bwana Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu ndiye mwanga wa ulimwengu. Anaweza siku zote, ukiwa na yeye ndani ya kwako, ukiwa naye ndani ya kwako, muweza wa yote huyu, simba wa kabila la Yuda, nuru wezi kakufikiria, ngisa wezi kakufikiria hata siku moja, na anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Mungu mwaminifu, ni wewe unaweza siku zote, ni wewe unatawala, na ni wewe unayetulinda, ni wewe unayetuonekania, ni wewe unayetupa nguvu.
Neema yako na utukufu ni vyako siku zote. Utawale siku zote, utulinde siku zote, tutokapo na tuingiapo. Ebeneza, mweza wa yote, neno lako likatende ndani ya kwetu dadi. Kila msikilizaji na mtazamaji popote pale walipo wote, Jehova, neema yako ikashuka, upate kuwafunikia, upate kuwazunguka Jehova, katika jina lako Yesu Kristo, upate kuweka jina la kwako ndani ya kwao, ili muweza wa yote utogelezee, upate kuwabariki, waweke mihuri ya kwako Jehova, weka nuru ya kwako ndani yao Jehova, kwa kuwa unaweza siku zote. Ni wewe unatawala, na ni wewe unaweza, ni wewe wa kuinua, ni wewe wa kuhifadhi. Ebeneza, yeyote atakaye kutegemea, yeyote anayeliita jina la kwako Ebeneza, usiache akaibika dadi. Acha neno lako litende kazi duniani kote Jehova, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, kwa kuwa wewe una nguvu, kwa kuwa wewe una tukufu, na mamlaka ni yako siku zote. Ebeneza, pata kutenda Jehova, katutendee sote, kwa kuwa uaminifu wako ni wa milele. Ebeneza, na katika jina lako naomba na napata kuamini. Amen. Yesu akufunikie, Yesu akupe neema ya kwake, akutangulie, kisha akuwezeshe kwa kila jambo utakalo msirikisha. Amen.